Baada ya kipindi cha Kwaresma, kipindi kinachofuata ni kipindi cha Pasaka. Na kipindi cha Pasaka huwa kinaanza na ibada ya mkesha wa Pasaka, ambayo ndani ya maadhimisho ya ibada hiyo ya mkesha huwa kuna mambo mbalimbali. Ni ibada ambayo huwa inaanza na kubariki moto nje na mshumaa wa Pasaka. Kuna maandamano ya mshumaa wa Pasaka tukiwa tumetoka gizani. Na baada hapo kuna mbiu ya Pasaka ambayo huwa inaimbwa bado tukiwa gizani, na masomo 9 yanasomwa yakionyesha historia ya wokovu wetu. Kwa kipindi cha Pasaka huwa kinaanza hivyo. Na kipindi cha Pasaka kinaendelea kwa siku 50 mbele, na kinakuja kuisha na sikukuu ya Pentekoste, kushuka kwa Roho Mtakatifu kwa watu wake. Na katika kipindi hiki cha Pasaka ni kipindi cha furaha kuu, kipindi ambacho ni kilele cha mwaka wa kiliturujia, tukisherehekea ufufuko wa Bwana wetu Yesu Kristo, tukionyesha ushindi juu ya dhambi na kifo. Kwa hiyo ni kipindi cha furaha, ni kipindi ambacho tunapata neema na wokovu, ni kipindi ambacho mshindi wetu Yesu Kristo yu hai. Rangi za kiliturujia zinazotumika katika kipindi hiki kuonyesha uzito, rangi inayotumika ni dhahabu au fedha ndani ya hiyo siku, lakini pia rangi nyeupe pia inaweza kutumika kuonyesha ushindi dhidi ya kifo. Lakini rangi nyingine ya kiliturujia ambayo inatumika ndani ya kipindi hiki ni kwenye Jumapili ya Pentekoste, siku ya 50 ya kipindi cha Pasaka, ambapo rangi inayotumika ni rangi nyekundu kuonyesha kushuka kwa Roho Mtakatifu. Lakini pia hii rangi nyekundu inatumika katika misa za watakatifu wafiadini. Kuna sherehe mbalimbali ambazo huwa zinaandamana na sikukuu hii ya Pasaka au kipindi cha Pasaka. Na baadhi ya hizo sherehe ni Pasaka yenyewe pamoja na Oktava, siku 8 ambazo zinafuata baada ya Pasaka. Na Jumapili inayofuata baada ya Pasaka inakuwa ni Jumapili ambayo tunaita Jumapili ambayo ni ya sherehe au sikukuu ya huruma ya Mungu. Na sherehe nyingine ambayo inakuja ni siku ya 40 ndani ya kipindi cha Pasaka, ambapo tunaadhimisha kupaa kwa Bwana wetu Yesu Kristo, na tunamalizia na siku ya 50 na sherehe ya Pentekoste, kushuka kwa Roho Mtakatifu. Mada za kiliturujia ambazo zinatolewa ndani ya kipindi hiki zinaonyesha ushindi wa Kristo, maisha mapya katika ubatizo, Yesu akiendelea kutembea na wanafunzi wake baada ya kufufuka, lakini pia maandalizi ya kumpokea Roho Mtakatifu. Na katika maadhimisho ya kiliturujia, Haleluya inarudi kwa shangwe kubwa, na watu tunaanza na kuimba Haleluya kuu. Utukufu pia inaimbwa, lakini pia kuna ishara nyingine za kunyunyiziwa maji, kukumbuka ahadi zetu za ubatizo, lakini pia kuna ishara za mwanga ambao unaonyeshwa na mshumaa wa Pasaka na mambo mengine mengi kama hayo. Na mwelekeo wa kiroho katika hizi siku za Pasaka ni kuishi kwa furaha ufufuko wa Bwana wetu Yesu Kristo, kumshuhudia Kristo kwa ujasiri, lakini pia kukua katika upendo na umoja, lakini pia kujiandaa na kumpokea Roho Mtakatifu. Mambo ya kuepuka katika kipindi cha Pasaka: 1, kuishi maisha bila ushuhuda ni kitu cha kuepuka. Kwa hiyo inabidi tuishi maisha ya ushuhuda. Lakini jambo jingine la kuepuka ni kubaki kwenye desturi ya sherehe tu ndani ya hiki kipindi na kusahau kuishi Ukristo wa kweli ndani ya hiki kipindi.